imenifika, kwa tamaa inonishika, pesa inanizalilisha. Unashangaa mimi kuniona hapa? Haulijua siwezi kujua mahali unapopatikana? Umefuata nini hapa? Nilichofuata wewe unakijua, ni kuhusu jambo la yule kijana uliyempatia Rahana. Nataka kujua hatima ya maisha yake ikoje, kwa sababu umemwacha anazidi kuteseka na hakuna unachokifanya. Haikuhusu. Fanya maisha yako, usifuatilie kabisa maisha ya watu. Wewe si unajifanya ni mjeuri? Kumbuka, kama wewe unayajua ya juu, wengine wanayajua ya chini, na kama wewe unapita kulia, wengine wanapita kushoto. Sasa sikiliza nikwambie, kitakacho kukuta tusije kulaumiana. Kwa hiyo unanitisha? Unanitisha na kuuliza wewe unachokitafuta utakipata. Mimi mtaumi ndo baba wao, mimi ndo familia yao. Unajua mimi naogopa mtaumi ndo rais wao. Yaani ukipita popote atakuzingua, niite mimi. Yaani mimi ndo rais wao mtauu. Haya, lakini vipi kuhusu shule? Shaanza kuzingua sasa. Mambo ya shule hapa amefuata nini? Mbona zingua wewe? Shule mimi na shule wapi na wapi? Utasoma, utafika la 7, utamaliza, utakaa tu nyumbani. Upati kazi yoyote, yaani sasa hivi yenyewe hata upate cheti kazi upati. Sibara tu nijigalia zangu mtaani mimi. Mtaani. Sasa mimi shule nafuata nini? Kwanza hamna kitu nisichokipenda kama shule. Kama umependeza. Bago imenifika, kwa tamaa inonishika, pesa inanizalilisha. Najuta kutenda mama. Niambie sasa, mnisimamishia nini? Wewe vipi wewe sungusungu, mbona kama hivi unaita block yani wewe? Vipi sasa unatoka wapi? Sasa unaelekea wapi? Nimetoka zangu hapo kuchukua dagaa. Naenda zangu nyumbani, naenda kutuliza dongo. Si unajua muda mchana. Kwa naenda kufanya mchongo wa dongo au si? Baridi basi mwenyewe sijala. Kwa hiyo tunafanyaje kusoma swala kama haya? Maana mwenyewe nina ubao hapa. Yaani unakuja unanisimamisha afu unaniambia sijui mchongo wa dongo, wewe mwenyewe uelewi. Kwa hiyo sasa kama uelewi mimi nifanyaje sasa? Wewe ule chochote vipi mwanangu? Wewe ule vipi? Sasa mtu kabisa mlinzi, mimi nakujua kabisa unalinda kwenye jumba kubwa kama lile pale, kichwa wangu unasema uelewi nini sasa? Au mpaka tuanze kuleta block yani sasa hivi hapa. Mbona kama hivyo wewe? Mzee, kulinda kwa nyumba wala kuwezi kusababisha maisha yangu yakabadilika. Maisha ni yale tu. Sasa hivi kaka. Wasikia babu, wewe vipi unaenda wapi? Nimekuruhusu uondoke au? Kauli zangu mimi zipo hivi, sikia nikuchane. Sasa mimi nikimsimamisha mtu anisikilize, nikimaliza mazungumzo ndo aitie. Sasa unataka kuondoka vipi? Nishamaliza kuongea mimi. Mleta kwanza udaga wenyewe. Leta basi wewe vipi kwani? Watu tunakaa tuna njaa tu leo, sasa hivi mnaenda kuchukua madagaa, mnaenda kula madongo, mnachukulia poa nini maisha kama haya? Poa. Watu wengine vipi? Hizo kubulele bila manje wewe na kondi ile Oshimadala Mpumalanga mtu ana pezulu. Hii hapa hii. Salama. Kwa naulizia, maana mimi sio mwenyeji mitaa hii, naishi mtaa pili pale ndio napoishi. Mamangu mzazi nilikuwa chuo kwa naishi hostel. Afu kwa nimekuja kumtembelea rafiki yangu mmoja hivi. Karibu katika mtaa wetu. Wewe mdada gani? Yupoje na anaitwa nani? Rafiki yangu anaitwa Kesi, ni mweusi fulani hivi, mwembamba, mrefu akina hivi. Ndio nilikuwa namtafuta. Sawa. Kama kwa kina Kesi tu napafahamu. Yaani ukitoka hapa
yani niseme nyumba ya pili ya tatu, lakini kwa sababu umesema wewe ni mgeni na upajue, kwa kuelekeza kidogo mazingira yetu magumu. Nilikuwa naomba kama utojali unipeleke. Ukupeleka basi hamna shida, naweza nikakusindikiza. Sawa. Ni huko sasa. Wakulu, sasa nimekuja leo hii kwa ajili ya kuweza kutekeleza ile kazi mlioniagiza. Mlionipa maono kupitia ndoto ya kuweza kukiamsha kiumbe ili kiweze kunisaidia kwenye kazi yangu. Najua hili linawezekana, na ndio maana nimekuja kwa ajili ya kufanya hii kazi. Vedu estemirete vadimu tetonga. Kwa hiyo Jamlisho nikakutuma wewe kikaragosi chake. Ina maana hii kazi kaishindwa mpaka akutume wewe. Hebu acha kuchamba umbea. Niko tayari kwa vita na niko tayari kupigana. Na nitahakikisha mpaka na kuondoka katika hii dunia. Eti upo tayari kupigana, upo tayari kivita. Wewe tu kanishindwa. Wewe utaniweza wapi? Wewe mimi sitakukuumiza. Kwa hiyo nakuomba kabisa kaa mbali na mimi. Oh. Kumbe unaturingia ni pete. Na nikikuangalia hata kwenye kiganja ujai. Ndio kufanyaje? Moto mlioanzisha, sidhani kama kuna mtu yeyote ataweza kuzima. Mimi bado nina lile jambo langu. Nimeshakwambia mimi nataka nikuoe uwe mke wangu. Makubwa. Mwenyezi Mungu nusuru. Baka natokea la mizimu. Niwe mke wako. Hufu unajiona unachokiongea. Yaani ujana ule na wengine uzoje malizie kwangu. Si ndio hivyo? Alafu sicho kijua. Kwenye huu mtaa wote wa Mzizima, watu wananiogopa mimi, wananiheshimu. Kama utakuwa na mimi, hakuna mtu atakayeweza kukusogelea wala kukufanyia kitu kibaya. Heshima yako peleka huko. Nishakwambia, sikutaki na sikupendi. Umenielewa? Mimi sina tepe ya kuendana na wewe. Naona nafsi yako inatapatapa kwa kushindwa kuombea siku 40. Basi mimi nitasimama kukuombea. Kwa tamaa ironishika, pesa inazalilisha,
najuta kutenda mama yeye. Mpenzi, safari ya wapi? Sababu mtani kwetu sijazoea utaratibu wako bila kupiga simu kuja nyumbani. Ulikuwa ukielekea wapi? Yaani mimi nimetoka huko kote nakuja kwako, kumbe upo huko natembea tu na malaya wako mtaani. Sasha, hivyo utanichukulia desturi ya kunichukulia mimi kama malaya kila siku mpaka lini? Sasha, hebu badilika basi. Hebu unichukulie mwanaume tofauti. Dada, huyu ni mpenzi wangu. Samahani pia kwa maneno yake makali. Sasa tunavutana tena mbele za watu kama hivi. Ndio nini sasa? Wewe Basha, ulitaka mimi niongee mambo yangu pale na yule mwanamke wako akiwepo? Mimi na 3000. Naweza kukusaidia kwa leo. Kwa hiyo 3000 mimi nanisaidia nini? Yaani katika 30,000 unanipa 3000 kweli? Sasa nishakwambia sina hela. Nikupe nini sasa? Nasikiza nikwambie. 3000 yako naomba uishi. Shika 3000 yako. Ikitimia 30,000 utanifuata nyumbani, utanipa. Twende dadangu. Ndugu, karibu. Mbona upo hea unakimbia na jasho linakutoka? Mlisho huyu tulomzika juzi hapa. Nimekutana naye kwa macho yangu mawili. Sikuamini shoga yangu. Mlisho? Yaani hata siamini. Maana katoka kanisa muda si mrefu hapa kunipea hizo taarifa. Nikajua tu ananidanganya, maana yule akipata neno. Unajua tena kidiji lake aligandisha. Ndio hivyo shoga yangu, amini Mlisho yupo. Hongereni mliopata kipawa cha kuona watu waliokufa, maana mimi mpaka sasa hivi sijamuona huyo Mlisho. Nasikia tu kwamba Mlisho yupo lakini sijamuona. Yuko mtaa gani? Hivyo yuko mtaa wa Mzizima. Anazunguka sijui. Kaniambia si anaenda siku akina Vacha si wapi, mimi sijui. Ndio kule si alikuwa anakaa. Ina maana wewe kipindi kile tunapopeleka msiba umesahau. Kwa hili shoga yangu mimi nilikuwa nimekuletea tu mbea tu. Siku ukikutana nayo Mlisho ndo taamini kama amekufa au yuko hai. Unaambia hii message ya nani? Mimi nimekwambia hiyo message si. Yaani message hujui, mtu anakuambia kabisa amekumisi, yani baby amekumisi. Wewe unanichezea akili sasa hivi eh? Hiyo simu lazima tu rafiki yangu mara moja. Wewe baki nani kwa ujasiri kunifutafuta kama hivyo? Yaani umenikosea afu tena bado uniombe radhi, unakuja kama unanichanganya sio maana yake. Wewe ninyoshe maelezo ya nani? Hiyo message mimi nimekwambia kuna rafiki yangu kaniazima simu, alikuwa anacheza na mtu wake. Wewe mpuuzi ni kwa zima na simu, ona mtu kutoka kwa Zalini naanza kwa zima na simu. Sasa mimi sijui hiyo message ya nani na kujibu nini? Wewe chikiswaswado nimepoza kwa mtu, nimekuletea wewe mtu utumia afu nimekuambia kasema ambao kushare sitaki. Alafu unakuja sasa unakuchata. Mimi kwa nisikulizishi huko ndani ndugu yangu. Wewe una nini wewe? Ushakoje ngauza sasa hivi Usinitoe ndoa zako, ushakoje ngauza sasa hivi? Bago imenifika kwa tamaa ironishika, pesa inanizalilisha